Kwa nini siku hizi kumekuwa na watu wengi sana ambao wanaumwa hii changamoto ya acid reflux? Umewahi kujiuliza pia hili swali hata wakati unahudhuria clinic ama hospitali? Umewahi kujiuliza kwa sababu gani hili tatizo limekuwa kubwa kiasi hiki? Kitu kimoja kikubwa ni utaratibu mpya wa ulaji. Kila familia inajitahidi kula kisasa. Kila familia inataka kula katika mtindo wa kisasa, yani wa kitajiri. Mimi nitajitolea mfano kwa asilimia kubwa kwa hili, kwa sababu nimekuwa katika mazingira ambao nikiona wazazi wangu wanapika vyakula ambavyo kwa sasa hivi huwezi kuvikuta vinapikwa katika familia nyingi. Vitu kama maboga, mahindi ya kuchemsha, magimbi, viazi vitamu. Tulikuwa tunapika sufuria moja linawekwa njugu mawe, karanga, mahindi ya kuchemsha, yatawekwa viazi vitamu, yatawekwa maboga humo. Kwa hiyo wakati wa kula ukifika, mtoto anaamua yeye mwenyewe ale kitu gani. Vitu kama hivyo ni vidogo vidogo, lakini vinachangia mabadiliko makubwa sana, hasa tunapokuwa tunakula vyakula ambavyo ni junks. Siku hizi kuna foleni ndefu sana za watu ambao wanakula hizi junks, yani chips, chapati, vitumbua, masausage, pizza, burger. Hivi vyote ni fast foods ambazo kwa asilimia kubwa vinaandaliwa kwa mafuta mengi sana na ngano ambayo imekobolewa. Vina wanga wa kutosha. Kwa hiyo mchanganyiko wa hivi vitu ukiwa ni mpenzi mtumiaji, kwanza inasababisha ongezeko la mafuta mwilini. Watu wengi wanakuwa na obesity. Unaweza kuwa na mwili wa kawaida lakini una obesity. Watu wengi sana ambao pia wana hizi changamoto za acid reflux zinachangiwa na uzito wao kuwa mkubwa. Kazi zetu kwa ukubwa zimekuwa ni kazi za kukaa, zile kazi za kurelax, kazi ambazo haziushughulishi mwili. Mwili wako ukiwa hauko active, hata ule mfumo wa mmeng'enyo wa chakula unakuwa hauko active. Kwa hiyo kile chakula tumboni kinakuwa hakimeng'enyi vizuri. Unaweza ukapata yale matatizo ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kiurahisi. Unakula wanga, unakula mafuta, lakini mwili wako haupo active. Kitu kingine ni stress ama msongo wa mawazo. Siku hizi vijana, sio vijana tu, hata wazee, lakini vijana kwa asilimia kubwa tunasumbuliwa sana na stress na msongo wa mawazo. Ndio maana ni rahisi kukuta kijana wa miaka 20 ngapi, 30 amejinyonga au amekunywa sumu, kwa sababu anakuwa na msongo wa mawazo alafu anaona kama hana mtu wa kumshirikisha. Unapokuwa na msongo wa mawazo, ule mfumo wa mmeng'enyo wa chakula haufanyi kazi vizuri, lakini pia stress zinachangia kwa kiasi fulani uzalishaji wa tindikali. Ndio maana utaangalia pia kwa mtu ambaye una acid reflux, siku ambazo unakuwa na stress ama na kitu kinakusumbua moyoni, hauna amani au hauna utulivu ile wa akili, yani una stress, una msongo, siku hiyo zile dalili za acid reflux zitakusumbua sana compare na ile siku ambayo utakuwa una amani tu, una utulivu wa akili, yani uko vizuri. Kwa stress zinachangia kwa kiasi kikubwa sana kuongeza hizi dalili za acid reflux kwa sababu ya ongezeko la uzalishaji wa tindikali. Jambo lingine ambalo ni muhimu zaidi ni utumiaji wa dawa. Yani unasikia kichwa kinauma, umekimbia kununua paracetamol. Umesikia hiki kinauma, umekimbia kununua Brufen. Umesikia hiki kinauma, umekimbia kununua Diclofenac. Matumizi ya hizi dawa kiholela, kuna baadhi ya dawa ambazo zinaweza kuchangia. Otherwise, asilimia kubwa ya changamoto hizi za acid reflux zinasababishwa na mtindo mbovu wa maisha. Tunakula vyakula ambavyo kila ambacho kinapatikana na sio kila ambacho ni kizuri kwa afya yetu. Unakaa ofisini saa 2 mpaka saa 7, ukitoka nje utakutana na banda la chips hapo, utanunua chips na mishikaki na soda, utarudi ofisini kukaa, utakula, utasubiria jioni, utaondoka ofisini unaenda nyumbani, unakuta umepikwa wali na maharage ama wali na nyama, wali na nini ama ugali, utakula hicho chakula, labda ni saa 4, saa 5 utalala. Kwa unaweza kuona chakula unachokula kingi kinakuwa kinarundikana tumboni kutengeneza mafuta. Lakini pia mwili wako unakuwa hauko active, kwa sababu kama unakaa zaidi ya masaa 10 ofisini alafu pia umekula vitu ambavyo sio sahihi, maana yake ule mfumo wa mmeng'enyo wa chakula hauwezi kufanya kazi vizuri. Natumaini umejifunza. Kama kuna kitu cha kurekebisha, rekebisha. Kama kuna kitu utahitaji nikusaidie, karibu kwenye programu yetu ambayo inakusaidia kutibu acid reflux kwa chakula, lakini pia na supplements za asili. Programu hii ni nzuri sana, imewasaidia watu wengi. Lakini pamoja na kwamba kuna program nzuri, lakini pia tunatoa elimu. Ni vizuri ukajifunza. Ukikifahamu kitu ambacho unakitibu, matibabu yake yanakuwa ni rahisi sana kuliko ile kuwa unapambana na kitu ambacho haukifahamu vizuri. Yaani unapambana kuondoa zile dalili, lakini hauna ile uelewa mzuri hiyo chanzo chake ni nini, baada ya kupona ufanye kitu gani. Mwisho wa siku unajikuta umetumia dawa, umemaliza hizo dawa, baada ya wiki 2 wiki 3 tatizo liko pale pale.
kwa sababu haukujua chanzo ni nini na ukaendelea kujiexpose kwenye kile kile chanzo. Mungu akusaidie unapopambana na acid reflux, uone matokeo na ukawe na afya njema. Karibu tena kwenye somo lingine. Naitwa Dr. Elizabeth.